matukio ya uvamizi dhidi ya wanaharakati kaunti ya Mombasa tayari umeanzishwa. Uvamizi huo ulitokea nje ya bunge la kaunti ya Mombasa na kutekelezwa na genge la watu wasiojulikana. Ulimpelekea mmoja wa wanaharakati hao kupata majeraha ya kichwa. Wanaharakati tayari wamewasilisha ombi la uchunguzi kufanyika haraka katika afisi za kamanda wa Pwani. Mwanahabari wetu Mary Kyalo anatufungulia na taarifa hiyo. Matukio ya uvamizi yaliyotokea hapo jana nje ya bunge la kaunti ya Mombasa na yaliyopelekea mwanahabari mmoja na wanaharakati kadhaa kujeruhiwa tayari yameanza kuchunguzwa. Kulingana na kamanda wa polisi wa ukanda wa Pwani Ali Nuno, kitengo maalum tayari kimebuniwa kuchunguza matukio hayo. Na wanasiasa ambao walikuwa wanahusika kwa masuala yale yaliyotokea jana, kwa sababu hata wakati tulipokuwa tunakuwa attacked, mmoja wapo nikiwa ni mimi na hivi sasa nafaa kufanya kuchukuliwa matibabu, ni jambo ambalo walikuwa tunaona wakiliangalia na kulishangilia kwa kina, kwa sababu walikuwa wamesimama hapo kando na they were not taking any action. Tutarudi kwa county assembly kupeleka ile petition ambayo tulikuwa tunapeleka, lakini ni jambo la huzuni sana kuona hata mwanamke anaweza kupigwa katika public office kama ile. So this is uncalled for and we want the police wachukue hatua yao za kisheria. Wenzetu hivi sasa wamelazwa, mwingine amelazwa kule Makadara, mmoja yuko hapa. Hali yake ndio tunashukuru Mwenyezi Mungu ana respond, anaongea, lakini still haya yote ni criminally. Na siasa inakuja, kumbukeni, siasa inakuja. Uvamizi huo na unaokusudiwa kufanywa na genge moja huko Mombasa na ambalo tayari linachunguzwa, huku maafisa wa polisi wakichunguza uwezekano wa wanasiasa kutumia genge hilo kutekeleza uhalifu huo. Wanaharakati wakibaini kuwa tayari wamewasilisha ripoti kwa afisi za kamanda wa polisi ukanda wa Pwani kuhusu wanaokusudiwa kuhusika na matukio hayo. Afisa wa juu, ngazi za juu hapa Mombasa, akiwemo Coast Regional Commissioner Ali Nuno, ametuahidi kwamba uchunguzi unaendelea na hawa watu watakamatwa. Sisi wenyewe tumeweza kufanya kazi yetu kuweza kuwatafuta, na zile picha za hawa watu tumeweza kuzipata na tumeweza kuzifikisha kwa vitengo vya usalama, na tunataka haraka iwezekanavyo hawa watu washikwe, kwa sababu tukiwacha hili swala likiendelea hivi na tusipochukua hatua hivi sasa, ni kumaanisha siku zitakazokuja zitakuwa siku nyeusi kabisa. Waliovamiwa walidai kuwa walikuwa wamefika katika bunge hilo la kaunti kufuatilia kuhusu kufanikishwa kwa sera ya vijana katika kaunti ile, matukio yaliyopelekea mmoja wa wanaharakati hao kuachwa akiuguza majeraha ya kichwani. It is illegal, it is unconstitutional, it is criminal, it is so goonish, ambapo viongozi wa spika wa Mombasa ambaye ni Harub Khatri aliweza kushambulia kijana mmoja mpaka ameweza kuvunjika mkono wake na kuumia kiuno, na ni jambo ambalo sisi tunalikemea vikali sana, na tunataka kutoa narration ya kwamba tulikuwa tuko katika mazungumzo na mjadala na MCA kutoka pande za Likoni, anaitwa nani? Mwamiri. MCA yule ambaye pia ni majority leader alikuwa anatusikiza, lakini punde Harub na wahuni wake walipofika katika county assembly waliweza kushambulia vijana ambao walikuwa unarmed, ambao walikuja na memorandum na bendera ya Kenya peke yake. Na tunataka kumwambia Harub ya kwamba you are the face of impunity ndani ya county ya Mombasa. Mary Kyalo, Undugu TV.